Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo kichwa cha somo kinasema kuna wakati wa Mungu kwa kila mwanadamu. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tafasiri hili neno kiasi cha kuwasogeza wasikilizaji karibu na msalaba wa Kalvari, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kuna wakati wa Mungu kwa kila mwanadamu aliyeko duniani. Haijalishi huyo mtu ameishi maisha ya namna gani, haijalishi historia ya maisha yake, lakini nikwambie ya kwamba kuna wakati wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Haijalishi dini alionayo, haijalishi ya kwamba huyu mtu ni mwema au ni muovu, lakini ya kwamba kuna wakati wa Mungu katika maisha ya wanadamu. Haijalishi huyu mtu amezalauliwa kiasi gani katika jamii, haijalishi jamii imemkataa kiasi gani, haijalishi amezihakiwa kiasi gani, haijalishi wewe umepitia changamoto kiasi gani, lakini katika siku hii ya leo, acha nikwambie ya kwamba kuna wakati wa Mungu kwa kila maisha ya mwanadamu. Maadamu huyo mwanadamu anaishi, yuko duniani, kuna wakati wa Mungu katika maisha ya huyo mwanadamu. Wewe msikilizaji unayenisikiliza, haijalishi umepitia changamoto kiasi gani, jamii imekutazamaje, lakini acha nikwambie ya kwamba kuna wakati wa Mungu katika maisha yako. Biblia katika kitabu cha Mathayo 5 na ile fungu la 45 inasema, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye Mungu wa mbinguni. Yeye huonyeshea mvua wema na waovu, huangazia jua lake wenye haki na wasio haki. Maana yake ni kwamba kwa Mungu hakuna upendeleo. Kila mwanadamu aliyoko hapa duniani ana thamani kubwa mbele za Mungu, haijalishi jamii inamtazama vipi. Yaani nikwambie ya kwamba haijalishi jamii imekutazama vipi, lakini kuna wakati wa Mungu katika maisha yako, kwa sababu mwanadamu ndiye kiumbe pekee ambacho kina thamani kubwa tangu mwanadamu alipoumbwa. Hivyo kuna wakati wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Na wakati wa Mungu unapokuja katika maisha ya mwanadamu, mambo ambayo yalionekana kuwa hayawezekani kibinadamu huwa yanawezekana. Wakati wa Mungu unapofika kwa kila mwanadamu, kama alikuwa amekata tamaa, matumaini yanafuishwa. Anapokuwa amezalauliwa katika jamii, wakati wa Mungu unapotimia, heshima inarejea. Hata kama huyu mwanadamu ametengwa na jamii kiasi gani, hata kama huyu mwanadamu ameonekana hafai kiasi gani, lakini acha nikwambie ya kwamba kuna wakati wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Hivyo usije ukamtazama mtu jinsi alivyo leo, ukamhukumu, ukamdharau. Mtazame atakapokutana na Mungu. Mtazame wakati ambapo wakati wa Mungu utakuwa umetimia katika maisha yake. Acha nikwambie kwamba usije ukamdharau mtu yoyote katika ulimwengu, maana kuna wakati wa Mungu ambapo ratiba ya mbingu inakuwa imeratibu kumfanyia jambo ambalo wanadamu watashangaa.
Kuna wakati wa Mungu. Kuna wakati wa Mungu katika familia ambayo imeonekana kuishi katika maisha ya umasikini, ambapo Mungu atainua mtu ambaye ataleta matumaini katika familia. Kuna wakati wa Mungu kwa mtu fulani ambaye analia machozi. Kuna wakati wa Mungu kwa mtu fulani ambaye amekata tamaa katika maisha yake. Kuna wakati wa mtu fulani ambaye yeye jamii imemtenga na kuonekana hafai kutokana na changamoto aliyokuwa nayo. Acha nikwambie kwamba katika Biblia kuna visa vingi ambavyo vinaonyesha ya kwamba kuna wakati wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Moja ya visa ni kile kisa cha yule mtu katika nchi ya Wagerasi, ambaye huyu mtu anakutana na Yesu akiwa ametengwa na jamii kutokana na matatizo aliyokuwa nayo, kutokana na shida aliyokuwa nayo. Jamii ikamtenga na kuonekana hafai, lakini Yesu anapofika anamponya na anarejesha thamani yake. Jamii inapokuja kumtazama wanamkuta akiwa na akili, akiwa amevaa na thamani yake imerejea. Kwa hiyo acha nikwambie ya kwamba haijalishi unapitia wakati mgumu kiasi gani, haijalishi umekuwa na mwenendo mbaya kiasi gani, jamii inakutenga, usikate tamaa, endelea kumtumainia Mungu. Kuna wakati wa Mungu katika maisha yako. Kuna wale ambao walitengwa kwa sababu ya ugonjwa wa ukoma, lakini Yesu alipofika katika maisha yao yalibadilishwa. Yesu aliwaponya. Kuna watu ambao walikuwa ni vipofu, lakini wakati wa Mungu ulipotimia waliweza kuona. Kuna wale ambao walikuwa ni viwete, lakini wakati wa Mungu ulipotimia waliweza kutembea. Kuna wale ambao maisha yao yalikuwa ni maisha duni, ni watu ambao walisumbuka kwa magonjwa kwa muda mrefu. Wakati wa Mungu ulipotimia na wao waliponywa kutoka katika magonjwa. Acha nikwambie ya kwamba endelea kumtumainia Mungu, Mungu wa mbinguni. Kuna wakati unakuja katika maisha yako, wakati ambapo furaha itarejea katika familia, wakati ambapo Mungu atakupatia ajira. Sikiliza, wakati ambapo Mungu atakupatia mchumba, wakati ambapo Mungu atakuinua kiuchumi, wakati ambapo Mungu atakuinua katika vyeo. Huo ni wakati wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Endelea kumtumainia Mungu ili Mungu kupitia wewe ajidhihirishe ya kwamba yeye yuko hai na bado anatenda mambo yasiyokuwa ya kawaida. Katika kitabu cha Mhubiri 3 na lile fungu la kwanza, Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba kwa kila jambo kuna makusudi yake. Kwa hiyo wewe mtoto wa Mungu unayenisikiliza, Mungu anatukumbusha ya kwamba kuna nyakati tofauti utapitia katika maisha ya hapa ulimwenguni, lakini kila jambo linafanyika kwa wakati wake. Lakini katika nyakati zote kuna wakati ulio bora zaidi, ambapo ni wakati wa Mungu wa kubadilisha historia ya maisha yako, wakati wa Mungu wa kurejesha thamani yako, wakati wa Mungu wa kufanya uheshimiwe katika jamii. Hivyo usije ukaacha kumtumainia yeye hata kama unaona mambo hayawezekani. Acha nikwambie katika siku ya leo, usimuache Mungu, endelea kumtumainia. Biblia inaendelea kusema ya kwamba
na wakati kwa kila jambo, kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kuna wakati mgumu ambao unaopitia. Mungu anakusudi, huenda anakuandaa kuwa mtu bora baadaye. Huenda anakuandaa kwa kitu fulani ambacho utastahimili baadaye. Huenda anakuandaa katika kutengeneza samani iliyo bora katika jamii. Hivyo usije ukakata tamaa katika maisha ya wanadamu. Mhubiri anatueleza ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Sikiliza, kama kuna nyakati ngumu, ni zile nyakati za kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni nyakati ambazo unahitaji kupanda kwa imani, ukiwa na matumaini ya kwamba kuna siku nitavuna. Sikiliza, huu ndio wakati pekee ambapo unatakiwa umtegemee Mungu, ili wakati wa mavuno yawe mavuno yaliyo bora. Wewe kijana mwenzangu, endelea kumtumainia Mungu. Wakati wa kupanda utakutana na vikwazo vingi. Wakati wa kupanda utapitia changamoto nyingi. Acha nikuambie, katika siku hii ya leo, ipo siku inayokuja, siku ya Mungu katika maisha yako, ambapo Mungu atakufanya uvune zaidi katika kile ulichopanda. Kuna wakati wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Biblia inasema kuna wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kulalua na wakati wa kushona. Hizo zote ni nyakati katika ulimwengu. Yaani maisha ya mwanadamu yamejawa nyakati nyingi ambazo kiwarisia zinaweza zikamchanganya mtoto wa Mungu, zinaweza zikamchanganya mtu fulani anayenisikiliza, kwamba unaona kwamba mambo hayawezekani katika wakati huo. Acha nikwambia kwamba endelea kuvumilia. Kuna wakati wa Mungu katika maisha yako. Sikiliza, wewe umekuwa ukifanya kazi katika familia kama mfanyakazi wa ndani. Sikiliza, usikate tamaa hata kama unateswa kiasi gani. Endelea kumtumainia Mungu. Upo wakati wako, katika wakati wako ambapo Mungu atakuinua. Sikiliza, haijalishi maeneo ulionayo wanakutesa kiasi gani, lakini upo katika ratiba ya mbingu. Moja ya watu ambao walikuwa katika ratiba ya mbingu, watu ambao waliheshimishwa na Mungu, watu ambao thamani zao zilirejea, pamoja na kwamba walidharauliwa, pamoja na kwamba walionekana sio kuwa kitu, kuwa sio kitu, lakini wakati wa Mungu ulipofika, nao thamani zao zirejewa. Na huyu ndiye Daudi, ambaye katika familia ya Yese, yeye alionekana kuwa ni mtoto ambaye yani hata thamani yake ilikuwa ni ndogo sana. Na ndio maana Mungu anapomwagiza nabii Samueli kwenda kwa Yese, Mungu, kwa sababu Mungu amejichagulia mfalme, wana wa Yese wanapita, wanaletwa wale ambao walionekana kuwa na thamani, wale ambao walionekana kuwa ni bora, lakini hakuwa Mungu amewachagua yeye ambaye alikuwa ni mdogo, yeye ambaye alionekana thamani yake ni ndogo. Wakati wa Mungu ulipofika, Mungu aliinua thamani yake. Mungu alimuita Daudi kuwa mfalme. Nabii Samueli anapokuwa katika nyumba ya Yese, anapita wale akina Eliabu. Mfalme nabii Samueli anasema, huenda huyu ndiye Mungu amechagulia. Mungu anamwambia kwamba usitazame sura, maana mimi nitazamavyo si kama wanadamu wanavyotazama. Wanapita wana wote 7 wa Yese, mpaka Mungu Samueli anamuuliza, hauna watoto wengine? Anasema kwamba yupo mdogo wao anachunga. Na ndipo anaagiza ya kwamba nenda ukamuite. Na anapofika, Mungu anamwambia Samueli, huyo ndiye anaupendeza moyo wangu, huyo ndiye ni mfalme niliyejichagulia katika taifa la Israeli, huyo ndiye atakayeongoza taifa la Israeli baada ya Sauli.
baada ya Sauli ambaye alimwasi Mungu. Hivyo Daudi akatiwa mafuta kuwa mfalme. Familia ilishangaa, mtoto ambaye alionekana samani ni ndogo, lakini leo anatiwa mafuta kuwa mfalme, na anapokuwa na baadaye anaenda anaketi katika kiti cha ufalme. Acha nikutie moyo wewe ambaye katika familia unaonekana kuwa ni kwamba samani yako ni ndogo sana. Huenda ni mwanafunzi, umeonekana mtu ambaye unaferi sana. Huenda wewe ni mwanafunzi ambaye yani paka jamii paka walimu washajua hapa hamna kitu. Acha nikutie moyo ya kwamba usikate tamaa. Kuna wakati wa Mungu katika maisha yako. Huenda ni familia ambayo imechekwa kutokana na umasikini waliokuwa nao. Acha nikwambie ya kwamba usijali, kuna wakati wa Mungu ambapo Mungu atainua mtu katika familia atakayeleta heshima. Kuna wakati wa Mungu ambapo utakuja atakuongeza, atakuinua katika cheo. Na wakati wa Mungu unakuja katika mambo ya kiroho. Yaani unakuta mtu alikuwa ni mlevi, lakini alipokutana na Yesu, wakati wa Mungu ulipotimia katika maisha yake, akabadilishwa akawa mtu bora katika jamii, mtu ambaye hanywi pombe. Kuna wakati ambapo huyu aliishi maisha ambayo jamii ilimtazama katika mtazamo negativu, lakini wakati wa Mungu ulipotimia, Mungu aliinua thamani yake. Hivyo nikutie moyo katika siku hii ya leo, kama Daudi alikuwa ni mchungaji kondoo na Mungu anamuinua kutoka kuchunga kondoo mpaka mfalme. Kwa hiyo Mungu hawezi kushindwa kukunyanyua wewe kutoka hapo ulipo mpaka kukuketisha na wafalme. Mungu ana uwezo wa kuketisha na wafalme. Kuna watu ambao hata katika karne ya sasa hivi ambao wamekutana na Mungu na Mungu amewaketisha na wafalme. Watu ambao walikuwa katika hali ya chini, lakini wakati wa Mungu ulipofika, Mungu aliwaketisha na wafalme. Mungu yeye anajitambulisha kwetu, anasema ya kwamba tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo lolote nisiloliweza? Huyo ni Mungu anauliza. Haijalishi unapitia hali gani katika maisha yako, usikate tamaa. Sikiliza, usikate tamaa, endelea mbele, songa mbele katika mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo. Sikiliza, yeye anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna jambo asiloliweza. Endelea kumtumainia yeye. Upo wakati ambapo unakuja atabadilisha historia ya familia yenu. Upo wakati ambao unakuja atabadilisha historia yako. Upo wakati ambapo unakuja mambo yote uliyoyapitia atabaki kuwa ni historia. Maumivu ambayo uliyapitia atabaki kuwa ni historia. Mambo ambayo yaliumiza moyo watabaki kuwa ni historia wakati ambapo Mungu atakuwa amerejesha kicheko katika familia. Sikiliza, wewe ambaye mzazi unalia kwa ajili ya watoto wako, usikate tamaa, endelea kuwaombea. Kuna wakati wa Mungu, Mungu atawarejesha. Sikiliza, wewe ambaye unatamani kuinuka kiuchumi, sikiliza, endelea kupambana. Mungu ameahidi ya kwamba atabariki biashara yako. Sikiliza, wewe ambaye unahisi ya kwamba, wewe ambaye umesubiri mchumba kwa muda mrefu, umetamani kupata mchumba, sikiliza kijana mwenzangu, endelea kumtumainia Mungu. Upo wakati wa Mungu ambao ni wakati ulio bora, wakati ulio sahihi katika maisha yako, wakati ambapo Mungu ataleta mwenzi aliye sahihi. Sikiliza, wewe ambaye umesumbuka katika ugonjwa kwa muda mrefu,
na unaonekana ya kwamba inakuwa ni vigumu kuponya, acha nikwambie, bado yuko Mungu mbinguni, yeye ambaye ana uwezo wa kuponya. Sikiliza, siku yako ikishafika, Mungu atakuinua katika kitanda ulicholala kwa muda mrefu. Sikiliza, wakati wa Mungu utakapofika, Mungu atakutoa katika vifungo vya shetani na wewe atakuweka huru. Sikiliza, Mungu wa mbinguni ana ratiba na wewe, acha endelea kumtumainia, usije ukakata tamaa. Wale ambao walikata tamaa hawakuweza kuendelea, acha nikwambie kwamba katika siku hii ya leo, wewe unayenisikiliza, kuna wakati wa Mungu. Hata mwanadamu alipokuwa ameanguka katika dhambi, wakati wa kumkomboa mwanadamu ulipofika, Yesu alijitoa ili kumkomboa mwanadamu. Na wakati ulipofika, akazaliwa katika hori la ng'ombe, kwa sababu wakati wa kumisheni ya kumkomboa mwanadamu imeanza. Na wakati ulipofika, akabatizwa katika mto Yordani, akaanza misheni ya kutangaza habari za ufalme wa Mungu. Wakati ulipofika, akawa katika bustani ya Getsemane, wakati ambao ulikuwa ni usiku wa mwisho, anatiwa katika mikono ya watu watesao ili kumkomboa mwanadamu. Sikiliza, huo wakati ulikuwa ni mgumu. Wakati ukafika, Yesu akateswa, akatemewa mate, yeye akapigwa makofi, akaambiwa, tabiri ni nani aliyekupiga? Hayo Yesu aliyakubali, kwa sababu ulikuwa ni wakati wa kumkomboa mwanadamu. Yesu Kristo ukafika wakati akatundikwa katika msalaba wa Kalvari ili kumkomboa mwanadamu. Yesu akachomwa mkuki katika ubavu wa kulia. Hayo yote Yesu aliyakubali ili kukamilisha misheni ya kukomboa mimi na wewe, ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika dhambi. Sikiliza, Yesu akavikwa taji ya miba, akafa katika msalaba wa Kalvari. Wokovu wa mwanadamu ukawa umekamilika. Katika siku ya kwanza ya juma akafufuka, wokovu wa mwanadamu ukakamilika. Hivyo mimi na wewe tuko huru, kwa sababu wakati ulifika wa kumkomboa mwanadamu akawa amekombolewa kutoka katika dhambi. Na hivyo mimi na wewe tuko free. Hivyo mpe Yesu maisha yako, tumtafute Mungu maadamu wakati bado uko, maana yeye ameshakwisha tukomboa. Na kuna wakati unaokuja, wakati ambapo Yesu Kristo aliahidi ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana naenda kuandalia mahali, nami nikienda nitarudi tena. Hiyo ni Yohana 14 na ile fungu la kwanza hadi la 3. Hiyo ni ahadi ya Yesu ya kurudi mara ya pili. Sikiliza, kuna wakati wa Mungu ambapo Yesu atarudi ulimwenguni, ataitimiza hii ahadi yake yeye kuja kuwakomboa watakatifu. Sikiliza, wewe ambaye unamtumainia Kristo, usikate tamaa na kuhisi ya kwamba Yesu amechelewa kuja. Sikiliza, kuna wakati ulioamriwa ambapo Yesu atakuja katika ulimwengu na atatukomboa kutoka katika dhambi. Biblia inasema ya kwamba ameenda kutuandalia mahali na atakuja, na inaendelea inasema katika Ufunuo 1 na ile fungu la 7 inasema kwamba tazama yuaje na mawingu na kila jicho litamuona. Huo ni wakati wa kukombolewa mwanadamu. Huo ni wakati ambapo mwanadamu atakuwa anakombolewa kutoka katika dhambi za ulimwengu. Ni wakati ambao unasubiriwa na watakatifu wengi. Ni wakati ambao wengi waliokufa katika Kristo, wengi wanaomtumainia Kristo watafurahi, maana ni wakati wa kukombolewa. Sikiliza, unanisikiliza, huu ni wakati ambapo Yesu yuko karibu kuja. Yeye anasema ya kwamba wakati atakapokuja, yeye atatuchukua twende mbinguni. Katika fungu la katika Ufunuo 21 na ile fungu la 21 inasema kwamba, Ufunuo 21 tukianza ile fungu la kwanza, Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, hapana bahari
tena. Huo ni wakati ambapo mimi na wewe tutaokolewa. Wale waliomtumainia Yesu Kristo wataokolewa. Na Yohana anasema katika wakati ule aliona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana hii mbingu ya kwanza imeshapita. Anaendelea anasema ya kwamba kisha anaendelea anasema kwamba zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule Yerusalemu mtakatifu nami nikaona ule Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mewe. Nikasikia sauti kuu kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na mwanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Huu ni wakati ulio bora, wakati ambapo mimi na wewe tutakombolewa katika ulimwengu wa dhambi. Wewe ambaye unaendelea kumtumainia Kristo, endelea kushikilia, maana wakati sio mrefu Yesu anarudi na anakuja kutuchukua twende katika ule mji Yerusalemu. Biblia inaendelea kusema kwamba naye atafuta machozi katika macho yao. Sikiliza, kupo wakati unaokuja, wewe ambaye mama ulilia kwa sababu ya watoto wako, wewe ambaye ulia kwa sababu yoyote ile, wewe ambaye ulia kwa sababu ya kupotezewa na mpendwa, wakati huo Yesu atafuta machozi. Sikiliza, kuna wakati ambapo unakuja, Yesu mwenyewe atafuta machozi katika macho yako. Sikiliza, anaendelea kusema kwamba wala mauti haitakuwapo tena, hapatakuwapo na kutengana tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Maumivu tunayoyapitia katika ulimwengu yana mwisho wake wakati ambapo Yesu atakuwa amekuja na ametuchukua kwenda katika ufalme wake. Biblia inaendelea inasema kwamba wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa kuwa yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Maneno haya ni amini na kweli. Nisikilize mtu wa Mungu unayenisikiliza. Upo wakati ambapo Yesu anakuja katika ulimwengu huu. Ujumbe wake katika siku hii ya leo ni wewe utoe maisha yake, umpokee kuwa mwokozi wa maisha yake. Wewe ambaye bado haujampokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye bado unaishi katika maisha ya dhambi, wewe ambaye bado haujaamua maamuzi ya kumpokea Yesu, ujumbe wa Yesu katika jioni hii ya leo tunapoenda kumaliza, mpe Yesu maisha yako. Yesu anahitaji mtu mmoja katika siku hii ya leo ambaye yeye atatoa maisha yake ili Yesu anapokuja awepo katika ule ufalme wa Mungu. Yesu anahitaji mtu mmoja. Wale wananisikiliza, watoe maisha yako. Yesu anakuhitaji katika siku ya leo ili Yesu anapokuja katika wakati ulio bora, tuungane sote tumlaki Yesu mawinguni. Yesu anakuja, tujiandae. Mtu wa Mungu, endelea kumtumainia Mungu, usikate tamaa. Na wewe ambaye hujatoa maisha yako, yatoe maisha yako kwa Yesu siku hii ya leo, maana Yesu anakuja, hakawii. Maana yeye ahadi yake ataitimiza hakika. Haijalishi atachukua muda kiasi gani, ila ameahidi kuna wakati wake utakapotimia atakuja kukomboa ulimwengu. Wewe nakushukuru ambaye wewe unatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tufumbe macho tuombe. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya kujitoa maisha yao kwako. Mungu wa mbinguni, naomba uwapokee na uwabadilishe tangu sasa na hata milele, na ukafanye mambo makubwa katika maisha yao. Naomba ukayabadilishe maisha yao. Yule ambaye amekata tamaa, karejeshe tumaini, karejeshe furaha katika familia ile, karejeshe matumaini kwa kijana yule. Baba
Baba wa mbinguni, fanya hivyo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.